Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. La kwanza, kwa mujibu wa Randama, mafanikio ya utekelezaji wa bajeti barabara mwaka huu mlipania kujenga kilomita 100, lakini utekelezaji wenu ni 26%. Mmejenga tu kilomita 100, 26% performance. Barabara za mikoa mmejenga kilomita 20, sawa na 20.9% performance. Ukarabati wa kiwango cha changarawe mmejenga kilomita 213 mekarabati, sawa na 23% performance. Madaraja performance yenu 13%. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ndugu zetu hapa wanaongea kwa mbwembwe, lakini ukija kwenye ufanisi ni chini ya 25. Kwa haya mambo sio ya kujivunia sana. Na siku zote nimekuwa nikisema ni muhimu sana wataalamu wetu wa kuandika hizi hotuba wajaribu kufupisha maandiko ya hotuba. Wanajaza mabarabara mengi na barabara mengine yanahusisha barabara ambazo zilishamalizwa. Mimi kuna barabara zangu za jimbo la Kawe toka 2020 zimeisha, lakini wanaziandika. Sasa kwa nini tunakuwa tunajaza maneno mengi bila ufanisi? Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi fedha za mfuko wa barabara, hili ni takwa la kikatiba. Amezungumza hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati. Ibara 135(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inaeleza kabisa fedha zilizotengwa kwa madhumuni maalum hazipaswi kuingizwa katika mfuko mkuu wa serikali. Na tulitungia sheria, Mheshimiwa, sheria barabara vile sura 220 imeitaka TRA, ambayo ni mamlaka ya mapato, kukusanya kwa niaba na kuziwasilisha kwenye mamlaka husika. Taarifa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka huu anasema kwenye yale maeneo yote 4 yenye mifuko, inasema ukaguzi wa TRA unaonyesha kwamba jumla ya trilioni 2.59 zilikusanywa na wao kwa niaba ya REA, kwa niaba ya mfuko wa maji, kwa niaba ya mfuko wa reli na kuhamishiwa hazina, which is ni makosa. Lakini bahati mbaya zilipohamishiwa Wizara ya Fedha, kilichotolewa kwenye mifuko husika ni trilioni 1.4 tu. Trilioni 1.14 hazikupelekwa. Hiyo ambao mkaguzi ametoa taarifa mwezi Machi mwaka huu. Anatuambia hapa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi kwamba kwenye eneo la TANROADS ama mfuko wa barabara kwa mwaka huu walitakiwa wapewe bilioni 800, wamepewa bilioni 200. Alafu mnategemea miujiza? Kwa taarifa mkaguzi mkuu, katika zile trilioni 2 na kadhaa nilizosema, mfuko wa barabara ulitakiwa pewe trilioni 1.4. Walichopewa ni bilioni 800, bilioni 648 zimebaki Wizara ya Fedha. Kwa mwaka jana 648 kwa mfuko wa barabara, mwaka huu kwa mujibu wa kamati ya bunge 600 imebaki. Waziri wa Fedha na Wizara ya Fedha wanavunja katiba, alafu tunaangalia tunajifanya kama hatujui na bunge tunalalamika. Hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudia kusema kwamba ni muhimu sana bunge tukasimama tunapotakiwa tusimame. Kama tuna waziri anayeweza kukiuka maelekezo ya katiba ya nchi, si mara moja fedha zinatoka
zinafukuzwa kutokana na tozo tulizozitoa kwa wananchi wa Tanzania kuchangia kwenye mafuta. Kila lita moja ya mafuta kwa mdundulizo wa mabadiliko ya sheria ya miaka zaidi ya 6, mwananchi anachangia si zaidi ya shilingi 500, si zaidi ya shilingi 600. Tokea sheria hii ya tozo ianze, sheria zinavunjwa, tunaangalia hela ipelekwi, kila mtu analalamika barabara hapa. Unakuta mabarabara yameandikwa mengi, nendani mkasome randama. Una kilomita 1, una kilomita 2, una kilomita 3. Sasa barabara ya kilomita 200 unapewa kilomita 1 na unapiga makofi, tumepata barabara. Taarifa mwenyekiti. Taarifa. Pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa Mdee dada yangu, nataka nimpe taarifa tu kwamba serikali imenikamilishia barabara ya kilomita 67 kwa lami nzuri, na sasa hivi wanaanza kunifungia taa. Sipotezee muda bwana, sisi tunazungumza. Mheshimiwa Halima, unaipokea taarifa? Mheshimiwa, hivi vitu cheap hivi ndio vinakuwa vinaangamiza taifa. Mimi nazungumza katika broad aspect. Ndio maana sijakaa hapa ngazungumza barabara za Kawe. Sababu tunazungumza masuala ya kitaifa. Nchi hii inahitaji barabara. Tumetunga sheria ili fedha za wananchi kupitia kununua mafuta siweze kusaidia kurudisha maendeleo kwao. Fedha zinakatwa, zinakusanywa na TRA, anabaki nazo Mwigulu Nchemba pale za fedha. Zinafanya nini? Labda mtuambie kuna matumizi mengine ya ziada ambayo bunge halijui. Sababu kama bunge tunasema tunakusanya trilioni 44, tunakusanya trilioni 46 kwenda kutekeleza mipango ya maendeleo, mnatuambia zimekusanywa, ikija kwenye utekelezaji 20% mnapaka wapi hela? Mtujibu. Sijakaa tunapoteza muda hapa, fedha zinakusanywa zinaishia mifukoni kwa watu. Lazima mtupe majibu ya mantiki. Hilo la kwanza. La pili, wakandarasi wazawa, ukiangalia mwaka 2018 wazawa walipata kazi 18-19, kazi ya thamani ya milioni 187. Wakigeni wakapata kazi ya thamani ya milioni 591. Mwaka 22-23 wazawa wakapata kazi ya bilioni 42. Wageni wakapata kazi ya thamani ya trilioni 5.532. Mheshimiwa, ukiangalia barabara zetu, hatuzungumzi hivi kilomita 1 sui vibarabara vya vumbi, hizi kazi za njanja, tunazungumza za mabilioni. Chinese companies more than 80%. Nendeni kwenye randama muangalie. Hizi trilioni 5.5 zingebaki kwa wakandarasi wetu wazawa, ama tuwawezeshe, tungefika wapi? Hivi kuna kampuni ya kitanzania ya wakandarasi ina ubavu wa kwenda China na kupewa kazi. Mheshimiwa, nimeangalia airport zetu tunazojenga. Tunajenga viwanja vya ndege 15. Miradi 3 bado kandarasi hazijapatikana. Mradi mmoja ndio ile jamaa anaitwa Mayongo Construction ambaye amejenga Geita. Miradi 11 yote ya kigeni. Yaani wakati yule aliyejenga Geita ameambulia bilioni zake 59 za kandarasi, Chinese companies bilioni 880. Viwanja 15 vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii nchi yetu, tena nilikuwa naangalia makandarasi waliosajiliwa wako 13,000. Kuna mfuko wa kusaidia wakandarasi ambao wana uwezo duni, tuseme wana uwezo duni. Heti wizara imetenga shilingi bilioni 4. Yaani mfuko maalum wa kusaidia wakandarasi wa Tanzania ambao labda wana uwezo wote mwingine isipokuwa pesa,
shilingi bilioni 4. What a shame. Mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna wa kuibadilisha hii nchi zaidi ya sisi wenyewe. Tunasomesha watoto wetu, tunasomesha vijana wetu wakae na hizi taaluma za ujenzi na majenzi. Tutumie akili zaidi, tusaidie taifa hili. Nashukuru Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Halima Mdee.